tabia yake hii, maisha yake yalionayo ndo tabia yake ya maumbile, ni mtu wa hasira, anakasirika sana. Kwa hiyo Rahmanu ni sifa ya Allah ya hivi sasa. Hapa alipo hivi sasa, Allah ni mwingi wa rehema. Rehema zake hivi sasa zipo, anazitumia, tena zina-apply kila pahala, kwa sababu hivi sasa ndo anazo rehema zake na anazitumia hivi sasa. Lakini kwa sababu ya uzito ule ule, kigezo kile kile, kwa uwezo huu wa matumizi ya rehema, basi kwa mujibu wa lugha inawezekana ukaja wakati akawa hana tabia hii tabia au hali aliyonayo, kuna kuja wakati inaweza ikaondoka. Lakini hii Rahim ya upande wa pili ndo tabia yake endelevu, hii haina mwisho, ni mwenye kurehemu maisha, rehema ya kuendelea. Kwa hiyo yeye zote hizo anazo. Huwa Arrahmanu Rahim, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, huyo Allah ambaye hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila yeye. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, huyo Allah ambaye hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Alimul ghaibi wa shahada, tabia yake ni kwamba anajua mambo yaliyofichikana na mambo ya wazi yaliyodhahiri yenye kushuhudiwa. Huwa Arrahmanu Rahim, yeye ndo mwingi wa rehema ambaye hivi sasa ana rehemu na ni mwenye rehema ya kuendelea. Sasa tabia ya jina Arrahman, wanasema wanawachuoni, ndo tabia yake ya sasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi sasa ni mwenye rehema nyingi. Kuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, lamma qadha Allahu al-khalqa, Allah alipomaliza kuumba ulimwengu wake na vyote vilivyomo, kataba ala nafsihi, amejiandikia mkataba kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, kajikatibia hivyo. Fi kitabin, kwenye kitabu maalum, indahu, anacho yeye. Fi kitabin, kwenye kitabu maalum, wa huwa maudhu'un indahu, kitabu hichi anacho mwenyewe, amekihifadhi, kajikatibia huko mambo yake ya kiutendaji ya kuuendesha ulimwengu huu mpaka huko mwisho alikokusudia. Kajiandikia humo, anna rahmati taghlibu ghadabi, hakika rehema zangu zitakuwa zinashinda hasira zangu siku zote. Yani yeye zote hizo tabia anazo. Akikasirishwa anakasirika, akiamua kaamua. Na katika majina yanayojiita yeye Aljabbaru limo. Jabari ni yule mbabe mwenye kutoa maamuzi magumu bila ya kuogopa chochote, pia ni sifa yake. Lakini kajiandikia yeye mwenyewe, anasema anna rahmati taghlibu ghadabi, rehema zangu siku zote zitakuwa juu, zitashinda hasira zangu. Kwa hiyo hata kama yatafanywa ya kumkasirisha, hana maamuzi ya jadhba ya papo kwa papo, hasira zikampanda akakurupuka tu akafanya maamuzi, kwa sababu kajiwekea mkataba, rehema zake siku zote zitashinda hasira zake. Lamma qadha Allahu al-khalqa, Allah alipomaliza kuumba, kataba ala nafsihi, amejiandikia kwa ajili yake yeye mwenyewe. Fi kitabin, kwenye kitabu maalum, wa huwa maudhu'un indahu, kitabu hichi anacho mwenyewe, kahifadhi sera yake ya uendeshaji wa mambo. Umo kajiandikia, anna rahmati taghlibu ghadabi, rehema zangu siku zote zitashinda ghadhabu zangu. Sitokuwa na hasira za papo kwa papo, za fujo, kwamba madam kauzi nitamchukulia hatua. Yeye kajiwekea diplomasi ya hali ya juu, anaendesha vizuri mambo, hana haraka. Na ndo maana kuna mikafiri duniani si mchezo, haikubaliani na yeye hata kidogo, lakini hakurupuki tu akasema nita take action as soon as possible. Rehema zake zitashinda hasira zake. Kwa hiyo kwa jina hili la Rahmani ndo wanajivuna duniani wenye kujivuna, wanadhulumu watu dhuluma za hali ya juu,
na wenye kudhulumiwa hawaishi kuomba, wanalalamika kwa Mola wao, wengine waumini na imani yao njema, lakini mwenyewe kajiwekea mkataba, anamuona dhalimu na anaendeleza dhulma yake, na anamuona anayedhulumiwa analalamikia shida zake, lakini kwa mujibu wa utaratibu aliojiwekea na kadari aliyoipanga katika mambo ya kheri na ya shari, ndo maana mnayaona mambo yanaenda yanavyoenda. Kafiri yupo ana haki zake na lazima amtimizie. Kama kamwandikia aishi miaka 100, hawezi kumkatishia njiani umri wake kwa sababu ya makosa yake, na bado rehema yake iko pale pale, na yeye anaagizia, mfikishieni ujumbe wangu, mwambieni habari zangu, muonyeni na ghadhabu zangu mapema. Muda wote wa miaka 100 ataendelea kubaki kafiri, ujumbe utamfikia na ataonyesha reaction, piga, ua, kamata, weka ndani. Anajivunia jina moja la Rahmani, kwamba hivi sasa Mungu ana rehema sana na viumbe wake. Na huyu anayefanya fujo kupita kiasi, dhulma ikakithiri kila upande, watu wakalalamika, bado Allah anasema kama atakubali kwa kipindi hichi nilichompa kupatana na mimi, sina matatizo, nitamsamehe. Kajiandikia hivyo, anna rahmati taghlibu ghadabi, rehema zangu nimejalia ziwe zinashinda hasira zangu. Lakini ole wake mtu kwenye hichi kipindi cha kujidai, akitumie vibaya chote mpaka anakufa, hajapatana na huyu bwana mkubwa, huko tena rehema hii kwa jina la Rahmani inaishia muda wake. Lili la Rahmani, wanasema wenye kutafsiri, hulitafsiri mara nyingi, wanapotafsiri neno Rahmani wanasema Mola mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, Mola mwenye rehema kubwa kubwa. Wanaita hivyo kwa sababu kwa jina hili ndo wanajivuna wenye kujivuna mpaka makafiri wote, wanatumia rehema zake kwa sasa. Allah hapa duniani hana haraka, hana jadhba, mpaka wao wanaendelea kuishi, ndo kwanza vitumbo vinashuka, wanang'ara, mpaka wanajisifu, ndiye mnaniona na ng'ara basi hivi ndo ninavyoishi mimi, sio mchezo, mimi pesa nazo bwana, mimi nimesoma bwana. Huku wanakufuru, kapewa mali, kapewa elimu, kapewa cheo, halafu bado haabudu. Bosi wake hamtambui, anayemfadhili. Yote hayo ukimuuliza anasema innama utituhu ala ilmin indi, yote nimefanya haya, nimeweza haya kwa elimu yangu. Bwana yako umeipata wapi na umekuja hapa hujui kitu? Lakini bado kwa jina la Rahmani anaendelea kunufaika huyu mtu mpaka muda wake wa kuondoka hapa kwenye chumba cha mtihani umalizike. Jina hili kwake yeye litakuwa halifanyi kazi tena, hapati rehema yoyote ya Mungu mtu baada ya kufa kafiri. Kufa hajakubali kusalim amri, kuyafuata yale maagizo ya Rahmani. Kwa hiyo atakula, atakunywa, atapata mali, atafanya mambo yote kwenye maisha yake ya dunia mpaka siku zake za kukaa duniani zimalizike. Hivi ndo linavyofanya kazi jina Rahmani, na ndivyo wanavyolitafsiri wanawachuoni, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, kwa sababu kubwa zina apply kote, kwa wanaomtambua na wasiomtambua, wanaofanya vyema kazi zao na wanaoharibu, wanaomjali na wasiomjali, walioamini na waliokufuru, bado wanakula fadhila za Rahmani duniani. Kwa hiyo kwa rehema zake wote tunajivuna hapa juu ya uso wa ardhi, wenye kufanya ibada nyingi, wenye kufanya ibada kidogo, na wasiofanya kabisa, tunakula fadhila za mwenye ulimwengu huu. Huyo ndo Ar-Rahman. Na Ar-Rahimi wanaitafsiri mashekhe kwamba ni mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, kwa sababu zimeitwa ndogo ndogo kwa sababu moja tu, hizi sasa zinakuwa sio kwa wote. Rehema zake Allah kwenye jina la Rahim zinakuwa ni za ubaguzi. Hili jina la Rahim lina apply kwa watu waliomkubali tu, waliomwamini na wakafanya vyema, wanaostahiki kuingia peponi. Kwa hiyo neno asili, neno mama tumesema ni Ar-Rahma, rehema, lakini naweza kuwa likatumika kwa sigha ya Rahman au Rahim. Kimsingi ni kwamba
hii inayoambiwa rehema ndogo ndogo au neema ndogo ndogo ndo kubwa, na hii inayoambiwa neema kubwa kubwa au rehema kubwa kubwa ndiyo ndogo. Tofauti yake tu iko hapa. Hii inaitwa kubwa kwa sababu haibagui. Kwa hapa duniani wananufaika wote, watakaoamini na watakao kufuru. Ndio aya tumesoma jana. Ikiwa sisi Waislamu tunaokubali Mungu ni mmoja na tukakubali kuabudu kwa masharti ya mtume aliyetumwa, tumekosea? Maagizo anayoyatoa huyu bwana, anasema atakaye kwenda kwake kakosea atamuadhibu. Kwa hiyo hapo hapana ubaguzi. Atakaye kwenda kwa Mungu baada ya kuondoka duniani kakosea, ataadhibiwa tu. Na kama hao wengine watu wa dini nyingine wao ndo wamepatia, sasa kitakachowapa simanzi kitu gani? Kama wanachofanya ni sawa, watakuta tu ujira wao, madamu waliyemtumikia akakubali, kaahidi atawalipa ujira wao. Kimsingi mie na wewe ni kutafuta sasa Mungu gani wa kweli na ibada gani sahihi anazoziridhia. Hichi ndo kitu cha msingi. Liman shaa takhadha ila rabbihi sabila, anayetaka kupata matokeo bora aitafute kwa makini, atulize akili yake njia ya kumpeleka kwa Bwana wake salama. Liman shaa, kwa anayetaka, si lazima. Kwa anayetaka salama, itakhadha ila rabbihi sabila, ataitafuta yeye mwenyewe njia salama ya kumpeleka salama kwa Bwana wake. Kwa hiyo bado kazi iko kwetu mie na wewe. Dunia ina mazonge mengi, mambo yake yamepandiana, yamechanganyika. Lazima uwe mtulivu, usiwe na jazba. Fuata instructions, wajibika kiasi ya uwezo wako, omba dua sana na msaada kwa Mola wako, atakusaidia na utasalimika. Lakini ukijifanya mjuaji kama wanavyojifanya watu wajuaji wamewahi, utachanganyikiwa. Shekhi, mambo yatakuzonga ya dunia hii. Dunia ina mitihani migumu. Kwa hiyo ni maneno nimesema yanatumiwa na kila mtu, yanashabihiana. Kwa hiyo sote uwe makini, uwe mtulivu wa akili, na uwe ni mwenye kuwa na nafasi ya kufikiri sana, lakini utoe maamuzi ya busara. Tumia vizuri viungo vyako, masikio, macho, moyo, halafu upate matokeo mazuri ya maamuzi. Qul huwa arrahman, Muhammad waambie huyo Allah ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo Rahman ndiye anayewalea watu wa ulimwengu huu, viumbe wa ulimwengu huu, bila ya kujali maudhi kiasi gani wanamfanyia. Yeye anawapa haki zao za msingi, anawatimizia mahitaji yao kama kawaida, anatimiza ahadi alizoahidi kwa hapa, na ahadi alizoahidi huko pia atafanya hivyo kama alivyoahidi. Kwa hiyo hizi ndo zinaitwa rehema kubwa kubwa au neema kubwa kubwa, hazibagui kwa hapa duniani. Lakini kwa hili jina la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala rehema yake alionayo ni 100%. Ina mafungu 100 rehema ya Allah. Kwa hiyo 1%, moja katika 100 ndiyo anayoitumia hapa ulimwenguni kwa sasa. Kwa fungu moja katika 100, 1%, rehema hiyo anayoitumia hapa ndiyo aliyompa mpaka mnyama asokuwa na akili. Kwa rehema hiyo hiyo mpaka mnyama akampa maarifa ya kumhurumia mtoto wake, akajua hapa nikimkanyaga ataumia, hapa sasa hivi mwanangu ana njaa, kule kuna adui anamtafuta nimlinde. Ni rehema ya Allah. Nitoe mfano mmoja wa karibu, labda kila mmoja anaweza kuuelewa. Hawa kuku wetu wakikuja mikononi, labda hawa kuku wanaozaliwa kwa mashine hawa yeye hana matatizo, wakati wote unamkamata. Lakini kuku kwa kawaida yake akiona mtu anakimbia, kimpitia karibu yeye anakwenda zake mbio. Ukimhitaji sote mfukuzane kwanza kuku. Lakini hali inabadilika kwa kuku wako yule yule. Siku ambayo katoka na watoto wake, kalalia mayai siku 21 na kataga mayai yale kwa uchungu, halafu anatoka na watoto wake wachanga, anajisikia kapewa jukumu kubwa la kuwalinda. Anakuwa kuku yule yule kabadilika mkali hata kwako wewe mwenyewe.
Ukipitia karibu pale, akisikia mwanawe analia sana, swi swi, anakuja maungoni, utashangaa mkali anaparura. Ile ni rehema kajalia Allah mpaka kwa viumbe wake hawa akawapa. Anakuwa na huruma sana, mapenzi, na anamuonea imani yule mtoto wake mchanga. Anajua ana maadui wengi, mwewe, kunguru, nani, anajitahidi kulinda. Ni katika rehema hiyo fungu moja katika 100, 1%. Lakini Allah Mtume anasema Allah anajalia rehema yake hii fungu moja hii, maana rehema hii si kwamba ndio itaisha hapa duniani. Hiyo percent inatumika, 1% inatumika, lakini sio kwamba itamalizika. Hii moja na hizo 99 zilizobaki, 100% ya rehema zake ndo atakazozitumia kwa waumini peponi. Inshallah na sisi tuwe ni miongoni mwao. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, wewe elewa, dunia haina thamani. Dunia haina thamani. Raha zote hizi unazoziona, neema zote zilizopo hapa, na maisha ya kiwango cha juu cha watu wa high life unayoyaona wewe, haya huwezi kuyapima kwa kiwango chochote na maisha ya peponi. Hapa vitu vyote vya duniani ni bandia, na maisha yake ni ya muda mdogo tu, havina thamani, ni vitu vielelezo tu, samples, vitu bandia. Lakini kwa ujumla, rehema za Mungu kwa 100% atazitumia kwa waja wake wema waliofanya vizuri peponi. Kwa hiyo ndo maana tukasema hizi zinazoitwa kubwa kubwa ndio ndogo, kwa sababu ni 1%, ingawaje wanapewa wote. Lakini hizo za pili ndizo kubwa, kwa sababu ingawaje wanapewa waumini tu, ndio haki yao hiyo. Wamejituma sana duniani na wameishi kwenye mazingira yao ya kiibada wakiwa na vikwazo vingi, changamoto nyingi, lakini wamefaulu, wakamaliza muda wao, wakahesabiwa wamefanya vizuri, wanalipwa malipo yao kamili. Akhera wanaishi watu akhera high life, maisha ya kiwango cha juu kabisa. Allahumma ja'alna minhum. Sasa qul, Muhammad, waambie watu watakaoelewa, wasioelewa, lakini wewe waambie, nimekutuma waambie, huwa arrahmanu, huyu Allah niliyeagizwa nikwambieni mumwabudie peke yake, ni yule mwingi wa rehema, ambaye kwa rehema zake anajivuna mtu yoyote hapa duniani kwa sababu ya rehema za Muumbaji. Amanna bihi, sisi ndo tumemwamini yeye. Wa alaihi tawakkalna, na kwake ndiko tunakotegemea. Hatutegemei msaada wa silaha za magharibi wala mashariki, wala msaada wa fedha kutokana na ukata tulionao, wala msaada wa kuangaliwa kwa jicho la huruma siku za matatizo. Tunategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehema. Arrahmanu allama alquran, khalaqa alinsana allamahu albayan, alshamsu walqamaru bihusban, wannajmu washajaru yasjudan, wassamaa rafa'aha wa wada'a almizan alla tatghaw fil mizan wa aqimu alwazna bilqisti wa la tukhsiru almizan. Arrahmanu, mola mwingi wa rehema, mmiliki, msimamiaji na muendeshaji wa mambo ya ulimwengu huu. Jambo kubwa kabisa kuliko yote alilolifanya, la fadhila kuliko yote ya kushukuriwa, allama alquran, ndiye aliyeelimisha kisomo. Kama ilivyo allama alinsana ma lam ya'lam, amewaelimisha wanadamu, wanakuja duniani hawana akili, dhaifu, yeye ndo kawapa elimu ya mambo wasioyajua. Kwa hiyo jambo kubwa kabisa tukufu kuliko chochote ulimwenguni ni elimu, lakini elimu ile yenye manufaa, elimu inayosomwa kwa kutaka radhi za mmiliki wa ulimwengu huu. Wengine wengi wapo wasomi, wana majina mengine mazito hata kuyatamka mdomoni, vyeo vyao vya taaluma, lakini wapumbavu wakubwa, akili hawana, wanasema hata Mungu hakuna duniani. Wanaitwa wasomi,
lakini hawajaelimika, hawajaelewa kitu. Lakini mwingi wa rehema kaweka kitu chenye fadhila kubwa duniani, elimu. Allama alquran, ametoa kitu chenye thamani duniani hapa, kinachopamba sura ya ulimwengu ni elimu ya kisomo, kawapa watu elimu. Kwa hiyo ndo neema namba moja iliyotoka kwa muumbaji wa ulimwengu huu mwingi wa rehema. Neema namba mbili katika ulimwengu mzima huu, anasema khalaqal insana. Bwana huyu ndiye aliyemuumba baadaye mwanadamu. Mwanadamu ndo akapewa hicho kitu elimu sasa, lakini ndo cha kwanza kwa thamani. Baba yetu Adam kaumbwa, kapewa akili, lakini hakupewa mtihani mpaka akapewa hicho kitu cha ziada, elimu. Baada ya kupewa elimu Adam ndo akafanyiwa mtihani yeye na malaika. Yeye akafaulu, malaika wakafeli ule mtihani. Ni mambo aliyoyapanga mwenyewe Rahmani, atataka apitishe lile azimio lake alilopitisha. Akamwambia malaika, basi mpeni heshima yake huyu ana hadhi kuliko nyinyi, muheshimuni. Elimu ndiyo iliyomnyanyua Adam alayhi salam. Kwa hiyo Ar-Rahman, kitu cha kwanza chenye fadhila duniani, elimu kaweka. Namba mbili, khalaqal insan, kuumbwa kwa mwanadamu ni neema ya pili iliyopamba huu ulimwengu. Si mnaona dunia ilivyo? Nani aliyoimiliki dunia? Wanadamu. Wengine wasema sisi wa Marekani, sisi wa Uingereza, sisi wa Rusi, sisi wa Tanzania, hatuna chetu, lakini sijui kama si watiro duniani kwa thamani. Ndo dunia, lakini dunia imemilikiwa, inasimamiwa, inaendeshwa na wanadamu. Lakini je, yao wameuziwa watu hii dunia? Bado ina mwenyewe. Kwa hiyo hawa viumbe ambao wana nafasi ya tatu katika neema za muumbaji, wao wanatumwa, wao ni wawakilishi. Wanachopaswa kufanya katika hii dunia kisikiuke matakwa ya huyo bwana mkubwa. Sijui mnanielewa? Tuko kwenye neno Rahmani. Qul huwa Rahmanu, waambie watu kama hawaelewi, huyu anayeambiwa wamwabudie, kwao yeye kwao ni bwana tu, lazima wamtumikie. Hawajauziwa watu hii dunia, sio yao. Hawajarithishwa kwa sasa vilivyoko hapa kwamba wana mamlaka ya kuvifanya watakavyo. Wao wamewekwa hapa watumishi tu. Mbona wakaidi? Kwa nini hawaelewi? Sasa kama watu wote duniani, Wayahudi, Wakristo, Waislamu, mapagani, wakeshaelewa kwamba kumbe sisi wadhifa wetu ni watumishi tu, tunapaswa kumtumikia bwana wetu mmoja, kutakuwa na mazonge duniani? Hakui na mazonge, mambo yataenda vizuri tu. Maana huyo bwana anayo formula, anao utaratibu. Sote tungeliufuata utaratibu anaoutaka yeye, pasingekuwa na mivutano, wala dunia isingeharibika. Inaharibika kwa sababu ya uharibifu wa mawazo ya watu waliokuwa wabaya, wasioambilika. Mtume aliambiwa katika aya iko kwenye suratu Ali Imran, qul ya ahlal kitabi, waambie enyi watu wa kitabu, wakimaanishwa ni Mayahudi na Wakristo ambao ndo wanaojiona mabwana wa dunia hii, waliomiliki kila kitu. Waambie Muhammad ya hao watu, taalau ila kalimatin, hebu njoni tushirikiane kwenye hili neno moja, neno maalum katika dunia hii. Kalimatin sawaim bainana wa bainakum, neno litakalotusawazisha tukajisikia tuko sawa baina yenu na sisi. Sisi ni wamoja tu, hadhi yetu sawa hapa ulimwenguni. Kuna neno tukilithamini tukalitendea kazi, basi hatuna tofauti sisi na nyinyi. Taalau ila kalimatin, njoni tushirikiane pamoja kwenye tamko, kwenye neno. Sawain, neno la kutusawazisha tukajisikia tuko sawa. Bainana wa bainakum, baina yetu sisi na nyinyi ni neno la shahada mbili, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Alipokuwepo Musa naye katumia neno hili la ilaha illa Allah Musa Rasulullah. Ndo formula ya kuwafanya watu wake wawe wamoja na wawe na mwelekeo mmoja.
wakubali tamko hilo na wawajibike. Na Isa naye hivyo hivyo kwa watu wake, ili wamuelewe, wamfahamu, walipaswa watamke la ilaha illa Allah Isa rasulullah. Si kila nchi, kila taifa lina national anthem, wimbo wa taifa. Kila taifa lina kauli mbiu ya nchi, nafahamu. Kila chama kina kauli. Kwa hiyo hata na Uislamu nao kauli mbiu yake ni hiyo, la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Watakaokubali hivyo washajisalimisha kwa Mola wao, watajisikia ni ndugu, wana mwelekeo mmoja, dira moja, taratibu za kutekeleza majukumu yao zinafanana, hakuna ugomvi. Lakini kwa sababu wengine hawataki kuwa watumwa, wamejikomboa kutokana na utumwa, hawataki hata kuwa watumwa wa Mola wao aliyewaumba. Wao ndo wenye kiburi, wakishajitenga wanajisikia na wao wana maamuzi yao yaliyo sawa au zaidi kuliko haya. Ndo matatizo yanapokuja duniani, kwamba wengine mnaamini, wengine mnakufuru. Lakini na hao pia wameambiwa waje wakae pamoja kwenye hili neno, taalau, njoni ila kalimatin sawain, tuje tukae kwenye neno litakalo tuweka sawa, tutakubaliana bainana wa bainakum, baina yetu sisi na nyinyi. Neno hili tukilielewa, tukalipa haki yake, alla naabuda illa Allah, sisi hatutokuwa na mwingine wa kumwabudu ila Allah. Sisi tutakuwa watumwa na yeye ndo bwana wetu. Ugomvi utapatikana wapi? Njia yetu itakuwa moja, tunaelekea kumoja, mambo yote yanaenda very smoothly. Alla naabuda illa Allah wala nushrika bihi shay'a, tumwabudu Allah peke yake, tusimshirikishe na kitu chochote. Wala yatakhidh ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, wala tusifanyane wenyewe kwa wenyewe kuwa ndio wapangaji wa mambo, walezi, wasimamiaji, tukamwacha Allah. Yeye ndo mpangaji, mlezi na msimamizi. Sisi anatupa majukumu tutekeleze tu, lakini wengine wao ndo wanaopanga responsibility, wanaotengeneza dini, wakatunga na sheria, wakawalazimisha wale watu wafanye kwa mujibu wa maagizo yao. Ya Mungu yapo na wao wanatengeneza yao. Sasa wawachukue wale watu, wawatoe kwenye majukumu ya Mola wao, wawatwike wao majukumu na kazi za kutekeleza. Si jeuri hiyo? Mnanifahamu? Neno la kutuweka sawa, tujisikie tuko wamoja, tukubaliane na maamuzi ya Muumbaji. Allah naabuda illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Tunapaswa sote tumwabudu Allah peke yake, tusimwabudu mwingine badala yake au pamoja na yeye. Tusimshirikishe na kitu chochote, na tusifanyane wenyewe kwa wenyewe waungu, wengine kati yetu wakawa ni wapangaji wa mifumo na misimamo, na wakawatungia wengine sharia. Fa in tawallau, ikiwa watu ukishawapa agizo hili watakataa bado wakapuuza, faqul ishhadu innana muslimun, waambie shuhudieni, sisi hatukubali mifumo yenu, sisi tumejisalimisha kwa Bwana wetu, Mola wetu. Sisi Waislamu hatuna msimamo huo, wenyewe tunaburuzwa, tuna makafiri mpaka leo. Wao wenyewe wanaenda motoni na sisi tuko nyuma tunawafuata. Hiyo sharia kifungu namba 8 namba 2b nani, basi nyie mmo tu. Haya ya kwenu ya Mola wenu mtayatekeleza wapi na lini? Kwa hiyo watu wangelikuwa wamekubali jukumu lao kama watumwa, basi wangelifuata taratibu za Rahmani, Bwana wao mwingi wa rehema, mambo yangeenda vizuri. Lakini kwa sababu kuna wengine wanakataa, ndo mivutano haiishi. Sasa wewe kwenye mivutano unapaswa kuwa brave enough, lazima uwe keen enough kujua lipi sawa, lipi sio sawa, lipi linanifaa, lipi halifai. Kwa sababu nao waharibifu, nao wajanja, werevu sana wa kufanya mambo yanayoshabihiana. Si unasikia wengine wamejiita waungu? Kwa sababu ndo hii, kama Mungu wenu kapanga, na mimi nao uwezo wa kupanga. Si nimepanga mpango huo hapo, tekelezeni ya kwangu, nyewe wananchi wangu bwana. Na wewe unakubali, basi itabidi niheshimu taratibu za nchi. Kuziheshimu za nchi unaziacha za Muumbaji mwenye dunia nzima. Kwa hiyo ni neno dogo nimesema, lakini ukilifahamu maana yake lazima uwe na discipline. Qul huwa arrahman, Muhammad waambie watu tunabishana bure sisi na nyinyi.
munakataa ukweli ulio na hoja za wazi, lakini huyo tunayetaka sisi aabudiwe ndiyo mwingi wa rehema, mfadhili wetu mkuu, aliyetutoa kusikojulikana mpaka leo tuko hapa, katuwekea kwenye mazingira yenye neema nyingi tunazofurahika nazo. Mwingi wa rehema ndo tunayetaka aabudiwe, tufuate mipango yake. Amanna bihi, sisi tumemwamini Mungu huyu. Wa alaihi tawakkalna, na sisi tunategemea kwake. Fasataalamuna man huwa fi dhalalin mubin, mutajua karibuni hivi nani kati yetu sisi na nyinyi aliye katika upotevu wa wazi. Bado sijamalizia kutoa maelezo hayo, inshallah tutaendelea na hii aya kesho. Muda naona umesonga, kwa leo tutaishia hapa. Qul huwa arrahman, Muhammad waambie huyo Mola tunayesema aabudiwe peke yake ni yule mwingi wa rehema, mfadhili wetu sote. Kila tunachotumia cha kwake anapenda kuona tunamheshimu na kumtii. Sasa wengine tutakubali, wengine tutakataa. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil azim wa matti'na bin nazari ila wajhikal karim واختم لنا بالسعادة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اهدنا بهداك واجعلنا من الذين يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعلنا هادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذه الجهد وإليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا زدنا علما وحكما وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر للموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية والنبيين بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدل لهم أهلا خيرا من أهلهم ودارا خيرا من دارهم وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وأدخلهم الجنة دار الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.